Karibu. Kwa hiyo leo tuangalie mifano ya kile tulichokiona kwenye sehemu ya kwanza. Nasema prove the following identities, kwamba tuonyeshe identities zifuatazo ni kweli. Cotangent ya theta plus tangent ya theta ni sana nani? Ni sawa na that value ambayo ni secant ya theta na cosecant ya theta. Kwa tuonyeshe hichi ni sawa na hichi. Kwa tutasema sisi tutaconsider upande wetu wa nini wa kushoto, ambapo tumekuwa given tumepewa cotangent ya angle plus tangent ya nani? Tangent ya angle. Kwa tunasema hichi kitu kinakuwa ni sana ngapi? Tukielezea hichi tulisema kwamba hichi ni nani? Ni cosine over nani? Over sine. Kwa hiyo cosine ya angle over sine ya angle, hiyo ndio inakuwa ni cotangent, na tangent ni sana kuchukua nani? Sana kuchukua sine over nani? Over cos. Tunasema mwenzake ni opposite ya mwenzake. Kwa hiyo huyu ni gawanya kwa huyu, hicha huku kinaanza, hicha chini kinakuwa kiko chini kwenye nani? Kwenye tani, kwa sababu moja ni kinyume cha nini? Cha mwenzake. Kwa hiyo nasema katika combine tunakuwa tunaunganisha huyu na huyu kwa kuandika kutafuta single denominator. Kwa hiyo na huyu tutakizidisha hapa itakuwa ni sin ya angle, tunazidisha hapo na cosine ya angle. Kwa hiyo tukiganya hapa inabaki cos na cos inakuwa cos wawili, ambapo inakuwa cos square. Kujumlisha tukiganya hapa cos na cos wanaishi sin na sin, kizidisha itakuwa ni sin square kwa wawili. Lakini tumesema kwamba cos square plus sin square plus cos square ni ngapi? Ni moja. Kwa hiyo sasa tulikuwa tumesha state kwa nasema but ukichukua sin square plus cos square ni moja kutokana na identities yetu. Kwa hiyo tunasema hapa itakuwa ni sawa na moja, tunagawanya kwa sin of an angle times cosine of an angle. Kisha sema 1 over sin, that is nani? That is cosecant, cosec theta, and 1 over cos, that is secant. So this is sec what? Sec theta. Kwa hiyo uhusiano wetu unakuwa nani? Unakuwa namna ile pale. Kwa hiyo tunasema kwamba tukikopi hapa kwa nasema therefore ukimchukua cotangent plus tangent unakuja kupata ni sana na hiyo samani hicho hapo kitu. Naangalia mfano wetu wa pili. Na mfano wetu wa pili nasema sin ya angle over 1 plus cosine ya angle ni sana hicho hapa kitu. Tuonyeshe kwamba sin over 1 plus cos ni sana that value. Kwa nasema again tuna consider upande wa kushoto. Kwa consider upande wa kushoto kwamba tunayo sin ya angle, chini tunayo moja kujumlisha cos ya nani? Cos ya angle. Kwa hiyo tunasema hiyo ni copy. Tunasema sasa kwamba hichi kitu kinakuwa ni sawa sawa na ngapi? Kwa sababu hapa tuna 1 minus cos na hapa tunajua kwamba tuna 1 plus cos. Kwa hiyo tunasema ili tusiharibu hii ushana ambao tunakuwa tunakuwa tunazidisha kwa 1 kutoa cos kila upande, cos ya a, na chini tunachukua 1 kutoa cos ya nani? Cos ya a. Ambao mwisho wa siku unaona kwamba kiasi ya ushana ni moja, kinabaki na hichi ambacho tuko nacho. Lakini mwisho wa siku kwa sababu tumezidishia, kwa sababu tunaona kwamba kuna mahusiano fulani ambao ni 1 minus nani? Minus cos ipo, ambao ni nini? That value. Kwa hiyo nasema hapa ukija unakuwa tunazidisha huyu na huyu, itakuwa ni sin ya a, tunakuja kuizidisha kwa moja kutoa cos ya a. Chini tunasema hizi ni nini? Ni difference of two squares. Kwa hiyo ni sawa sana kuandika 1 square minus cos what? Cos square nani? Cos square a. Kwa hiyo ukizidisha huyu na huyu, huyu na huyu na huyu, unakuja kupata hii samani. Lakini tulishasema kwamba cos square plus sin square plus cos square ni moja. Kwamba ukiwa na sin square ya angle plus cos square angle inakuwa ni sawa sana ngapi? Ni sawa na moja. Kwa hiyo kumbe ukienda huku ambao moja kutoa cos square ambao ni hichi kitu tunasema inakuwa nini? Sin square. Kwa hiyo uhusiano wetu unasema itakuwa ni sana na sin ya a, tuna moja kutoa cos ya a, lakini chini utakuja kumpata atakuwa ni nani? Atakuwa ni sin square a, sin square a, ambao sin moja na sin moja wataisha. Kwa hiyo utakachobaki tabaki na moja kutoa cos ya a, tunagawanya kwa nani? Kwa sin ya nani? Sin ya a. Kwa hiyo hichi kitu kinakuwa kinapatikana nani? Namna ile pale ndio tulichokuwa tumeambiwa tukiprove. So kwenye ile swali letu tunatakiwa tuweze kuonyesha kwamba sin ya a chini ya moja kujumlisha cos square ni sawa na that value, ambapo ndio hicho hapo kitu. Kwa hiyo nakuwa tunaprove katika namna hiyo. Kwa hiyo kuna mfano wetu namba 3. Mfano wetu namba 3
ambayo tumepewa ni sin ya a. Tunagawanya kwa moja kujumlisha cos ya a. Tuna plus na 1 plus cos ya a. Chini tunakuja kugawanyia kwa nani? Kwa sin ya a. Kwa tumeconsider upande gani wa kushoto. Kwa nasema tukirahisisha tuna combine denominator. Tukicombine denominator ina maana itakuwa ni 1 plus cosine times yule pale, kwamba itakuwa ni mabano moja kujumlisha cos ya a tunazidisha na nani? Na sin ya a. Na sin ya a. Kwa hiyo gawanya kwa huyu inakuwa ni sin na sin inakuwa ni sin square, wanakuwa wawili. Na tunajumlisha huyu gawanya kwa huyu, sin na sin wanaisha na baki hichi kitu. Kwa hiyo itakuwa ni 1 plus cos ya a. Tunakuja kuizidisha hapo na 1 plus cos ya what? Cos ya a. Cos ya a. Basi tunaweza kusema kwamba itakuwa ni nani? Itakuwa ni sin square ya a na plus 1 times 1 itakuwa ni 1 plus 1 times cos. Kwa cosine ya a itakuwa ni cosine ya a. Tunajumlisha cosine ya a times cosine ya a times 1 itakuwa ni cosine ya a. Tuna plus na cosine ya a times cosine ya a itakuwa ni cosine square a. Cos square a. Chini tutakuwa tuna 1 plus cos ya a tuna times by sin of 1a. Lakini tunasema kwamba sin square plus cos square inakuwa ni moja. Sin square na cos square inakuwa ni moja. Kwa hiyo itakuwa ni 1 plus hapa tutakuwa tuna moja tunajumlisha cos sin ya a jumlisha cosine ya a itakuwa ni 2 times cosine ya a, then tutagawanya kwa nani? Kwa moja kujumlisha cosine ya a, then tunazidisha na nani? Na sin ya a. Kwa moja na moja itakuwa ni wawili, itakuwa ni mbili, na hapa kutakuwa na mbili, kwa hiyo unaweza kutoa mbili nje. Hapa itakuwa ni moja kujumlisha nani? Kujumlisha cosine ya nani? Cosine ya a. Chini tutakuwa tunagawanya kwa nani? Kwa 1 plus cosine of 1a tunazidisha na nani? Na sin ya a. Kwa hiyo 1 plus cosine na 1 plus cosine wanaisha. Kwa hiyo tunachoenda kubaki nacho tunabaki na mbili chini ya nani? Chini ya sin ya a. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tulikuwa ni tunaambiwa ni tukiprove. Hicho ndio kitu ambacho tulichoambiwa tuweza kukiprove kwamba tuonyeshe hichi kitu ni sana 2 over sin ya a, ambayo inakuwa ni 2 over nani? Over sin ya a. Sasa mfano wetu wa pili sema eliminate theta from the following pairs of equation. Kwa hiyo katika hizi equation tumuondoe nani? Tumuondoe theta. Tumuondoe theta kutoka kwenye hiyo equation ambayo tumepewa x equals to 4 secant ya angle, na tumepewa y inakuwa ni sawa sawa na 4 tan ya nani? Tan ya angle. Kwa nasema kwamba tuna make subject hapa secant, kwa utaganya kwa nini? Utaganya kwa 4. Kwa utasema x over 4 hii inakuwa ni sawa na nani? Na secant ya theta. Chukua equation itakuwa equation ya kwanza, na tukiganya kwa 4 kwa 4 kunasema y over ngapi? Y over 4 ni sawa na nani? Na tangent tan ya theta. Lakini tunasema kunayo mahusiano, kuna identity ambayo tulikuwa tumesha prove kwamba ukiwa una tan square ya angle plus nga plus 1 is equal to nani? Is equal to sec square nani? Square ya angle. Kwa hiyo tunasema tan ya angle ni y over 4. Kwa hiyo ukimsquare ina maana hapa itakuwa ni y over 4 nazidisha mara ngapi? Mara 2 na plus 1 itakuwa ni sawa na sec. Sec tunasema ni secant ni x over 4. Kwa hiyo kama ni square ina maana itakuwa ni x over ngapi? Over 4 kifanya ukimsquare. Kwa hiyo unaona kabisa equation ambayo tunakuwa tunabaki nayo, tunabaki na mahusiano ambayo tena hatuna nini? Hatuna angle ndani yake. Kwa sababu tumeambiwa tu eliminate the angle. Kwamba eliminate angle inakuwa ni sana ngapi? Ile pale. Kwa hiyo tuna eliminate katika namna ile pale. Kwa hiyo tumepewa uhusiano mwingine wa pili, tumepewa kwamba x itakuwa ni sawa sawa na moja kutoa sin ya nani? Sin ya theta. Kwa hiyo nasema unaweza kampeka kwa make subject sin. Kwa hiyo sin ya angle inakuwa ni sawa sawa na 1 minus x. Kwa hiyo unaweza kusquare both sides. Tukasquare both sides. Kwa hiyo tukisquare hapa itakuwa ni nani? Itakuwa ni sin square angle, na tukisquare huku itakuwa ni sawa sawa na 1 minus x, then unafanyaje? Unamsquare na square. Kwa hiyo unaweza kusema equation ya ngapi? Ya kwanza. Again tukarudi kwenye equation ya pili ambayo unasema y ni sawa sawa na nani? Na moja kujumlisha cos ya angle. Kwa hiyo angle ikaenda kule tukasema ikawa ni 1 minus 1 inakuwa ni sawa na cos ya angle, then tuna square both sides. Kwa hiyo tukisquare both sides hichi kitu kitakuwa ni 1 minus 1, lakini tunazidisha mara ngapi? Mara 2, inakuwa ni sawa sawa na cos mara 2 itakuwa ni nani? Itakuwa ni cos square nani? Ya angle. Kwa hiyo equation inakuwa ni
uhusiano wetu namba 2. Then tuna add, tunachukua equation ya kwanza tuna add na equation ya pili. Kwa tunachukua equation 1 tuna add na equation 2. Kwa hiyo hapa tutakuwa na nani? Tutakuwa tuna cos square angle tunajumlisha, hapa tutakuwa tuna sin square angle ambapo tushaona kwamba cos square na sin square ni moja, uhusiano tayari tunayo, lakini huku tutasema itakuwa ni sana nani? Itakuwa ni 1 minus x okay square tuna plus 1 minus x na hapa itakuwa ni y minus 1. Kwa hiyo y minus 1 ikifanya kim square, lakini tunajua kwamba cos square na sin square ni ngapi? Ni moja. Msiano tunaujua kwamba this value tunasema equals to cos square plus sin square ni sana ngapi? Na moja. Kwa hiyo hapa kwenye equation yetu hapa tunaweza kaizia ni kwatu ni ngapi? Ni moja, ambayo ni sana na uhusiano wa huko, ambayo tumesema itakuwa ni 1 minus x kimzidisha mara 2 tunajumlisha na y kutoa moja tunazidisha mara ngapi? Mara 2. Kwa tunakuwa nini? Tumeeliminate katika namna hiyo. Kwa equation ambayo tunayobaki nayo uhusiano wetu nabaki hayana angle ndani yake.